Katika Mathayo sura ya 7 mstari wa 21 mpaka mstari wa 23, Yesu anaeleza pale kwamba wengi ambao wanalitumia jina lake, wanaita Yesu Yesu, wanaita Bwana Bwana, anasema wengi wao siku ile atawakataa. Na kwa sababu ya Yesu kuwakataa, wengi watakuja wakijitetea, watasema tulitumia jina lako kutoa pepo, mbona tulitumia jina lako kufanya unabii, mbona tulitumia jina lako kufanya ishara na ajabu, tulitumia jina lako kabisa na vitu vilitokea, mapepo yalitoka, unabii ulitimia, ishara ajabu zilitendeka. Lakini Yesu anasema atawaambia, tokeni kwangu, mimi siwajui. Ni kitu cha hatari. Mtu anaweza akalitumia jina la Yesu kuponya watu, mtu anaweza akalitumia jina la Yesu kufanya ishara na ajabu na kutoa unabii, lakini siku ile Yesu akamkataa. Na ameweka wazi kwenye mstari wa 21, anasema watakaokubalika na yeye ni wale wanaoyafanya mapenzi ya Baba yake. Unayajua mapenzi ya Mungu ni yapi? Unaweza ukaambiwa fanya mapenzi ya Mungu, fanya mapenzi ya Mungu, lakini kama huyajui mapenzi ya Mungu ni yapi, ndugu yangu, huwezi kuyafanya na haujawahi kuyafanya. Katika Yohana 6 mstari wa 40, maandiko yanasema, na haya ndiyo mapenzi ya Baba yangu, ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini apate uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu ambayo Yesu anasema wanaoyafanya ndio ambao watakaoingia ufalme wa Mungu ni wale ambao wanamtizama Yesu na kumwamini. Maana yake wanakubaliana na kazi ya ukombozi, mateso yake, kufa kwake na kufufuka kwake. Hao ndio wanaoyafanya mapenzi ya Mungu. Ukienda mstari wa 23 anasema atawaambia, tokeni, sikuwajua nini. Maana yake anaposema sikuwajua ni swala la uhusiano, utambulisho. Hawana kitu kinachowatambulisha Yesu kuwatambua kwamba ni wake. Kitu gani hicho? Ni roho wake. Kwa sababu katika Warumi anazungumza, anasema aliye na roho wa Kristo ndio wa kwake, asiye na roho wa Kristo sio wa kwake. Kwa hiyo mtu anapoikubali na kuipokea kazi ya msalaba, anapokea roho wa Mungu ndani yake, ambaye ndio utambulisho unaomtambulisha mbele za Mungu ya kwamba huyu ni mali ya kwake. Kwa hiyo hiyo siku Yesu atakapokuja, hana haja ya kuanza kuhangaika nani wa kwangu nani si wa kwangu. Ataangalia chapa, muhuri wa Roho Mtakatifu ndani yao, na Roho Mtakatifu anaingia ndani ya mtu kwa kukubali na kuiamini kazi ya ukombozi Yesu aliyoifanya. Amen.